mojawapo ya vitu vinavyotuunganisha nikasema ni katika hizi sikukuu zilizokuwa zikimwakilisha Kristo na huduma yake ya ukombozi ambazo ziko 7. Jana nikasema zile 4 ziliisha, lakini pia ziko 3 ambazo zilianza na zinaendelea. Na nilieleza vizuri hapa nikasema baada ya Yesu kwenda mbinguni, katika utimizwaji wa ile miaka 2300 ya kiunabii, mwaka 1844 ndipo huduma ya ujumbe wa malaika watatu ilipoanza. Na huko ndiko kulikuwa kunaitwa katika hekalu la duniani kupigwa kwa baragumu ili watu wakusanywe patakatifu, wapeleleze mioyo yao, kwa maana kuhani alikuwa katika hekalu la patakatifu pa patakatifu akiwapatanisha watu, taifa zima na Mungu wao. Na kuhani katika hekalu la duniani alipomaliza ile kazi ya upatanisho, akatoka nje. Akiwa mlangoni, Waisraeli wote walikuwa wameshapigiwa baragumu na walikuwa wamejikusanya patakatifu nje ya hema. Na hivyo kazi yao kubwa ilikuwa ni kuacha shughuli zao zote na kuketi kuchunguza mioyo yao, kama kuna mahali katika maisha yake ipo dhambi inayomsumbua aiungame. Kwa maana kuhani akimaliza ile kazi alafu akaenda kwa mbuzi wa Azazeli akamkabidhi zile dhambi zilizoungamwa, alafu wewe ukabaki unang'ang'ania na dhambi, ulikuwa unakufa hapo hapo. Lakini jana nikasema kama kuna mtu ambaye alipuuzia kujihudhurisha katika ile siku ya upatanisho, alitafutwa na vijana walioteuliwa na aliletwa akapigwa kwa mawe akafa ili kuondoa dhambi katika Israeli. Sasa kuanzia mwaka 1844 kivuli hiki kilikwisha, ukaingia ujumbe wa malaika watatu uliobeba uhalisia, na katika ujumbe huo hapo ndipo neno la Mungu lilipothibitika kwamba sasa kila unachokifanya hapa duniani uko katika siku ya upatanisho. Kwa maana hata hivyo kuhani wetu Yesu Kristo si kuhani wa kibinadamu hapa duniani, bali ni kuhani aliyeko kule mbinguni. Yeye anafanya kazi ya kutupatanisha na Baba. Kila dhambi unayotubu hapa duniani yeye anaiwasilisha, na kupitia misumari ya mikononi mwake na damu aliyoimwaga, Baba akiona umeiungama anakusamehe kupitia jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Changamoto itakayotukuta, na hapo shetani ndiko alikotupigia, ni pale Yesu atakapotoka katika hekalu la mbinguni, wakati anakuja mara ya pili, akukuta hapa miamba bado unang'ang'ana na uzinzi, bado unang'ang'ana na ushirikina, bado unang'ang'ana na uongo, bado unang'ang'ana na ufisadi. Hiyo dhambi hujaiungama. Wenzako walikusanyika patakatifu, sisi tunakusanyika hapa duniani tukiishi tukimtazama Kristo aliyeko kule mbinguni, ili atakaporudi akute tumeungama zote, ili azibebe ampelekee Azazeli wa ukweli, shetani aliyekusababisha ukazitenda, na wewe huru. Lakini ukiendelea kuzing'ang'ania, wewe pamoja na shetani mtakuwa wateja wa ziwa liwakalo moto. Ndio maana nasema hapa mlimani Mungu aliwapa nuru, mmeieneza Tanzania nzima, mpaka imenifikia huko Uchagani niliko kuwepo. Alafu nini
kwa kuelewa kabisa unabii, kwa kuelewa kila kitu kinachosemwa na kusoma maandiko, kwa sababu hata mnapochambua lesoni mnachambua kitaalamu. Hata mnapokuja huko chini kuhubiri, mnahubiri kitaalamu. Hata nyimbo mnazozitunga ni kama hakuna kitu ambacho kimesalia. Lakini kwa nini hivyo vitu vyote vinavyofanyika visimlinganie Mungu katika matendo unayoyafanya? Na wanasemaga mjumbe hauau. Kweli au si kweli? Haya maneno unayosema ni kweli na amina. Na wakati kuhani katika hekalu la duniani alipotoka patakatifu na akaingia kwenye kusanyiko kulitakasa, alafu kukawepo na mtu alikuwa amekaa kizembe ya kupeleleza moyo wake, huyo mtu alikufa kwa umeme. Lakini kama kuna mmoja alipuuzia kuja akabaki shambani, waliteuliwa vijana kwenda kumkamata wakamuua. Yesu atakapokuja, neno la Bwana linasema hakuna mdhambi atakayeuona uso wa Bwana akaishi. Usalama wako ni kuvaa vazi la haki ya Kristo kwa kumkabidhi maisha yako Roho Mtakatifu akuongoze. Ukishakataa kuongozwa na Roho Mtakatifu ambaye kabla hujafanya uovu anaongea kupitia dhamira yako ya ndani, na wewe mwenyewe dhamira yako inakusuta, unasema ninakwenda kuiba lakini Mungu hapendi. Tayari ni sauti ya Roho Mtakatifu. Ninakwenda kuzini, Mungu hapendi. Ninakwenda kuchepuka, Mungu hapendi. Hiyo ni sauti ya Roho Mtakatifu ndani ya moyo wako. Lakini ukashupaza kwenda, yanayokukuta ni yale ya Eli anasema. Na Suleiman akamalizia kusema mtu yeyote akishupaza shingo yake itavunjika. Na ndio maana Eli alionywa na Mungu mara ya kwanza, akatumiwa mtu wa Mungu. Akaonywa mara ya pili na kijana mdogo Samueli. Mara ya tatu akaletewa taarifa iliyomsababisha akaanguka akavunjika shingo. Kwa hiyo tunaposema tunamsubiri, na moto wetu wa makambi unasema nitakwenda nikimsubiri Yesu. Unakwenda shambani ukimsubiri Yesu. Akili yako yote inawaza mambo ya Mungu. Unakwenda kwenye biashara yako ukimsubiri Yesu. Akili yako yote inamwaza Mungu. Sio unasema nakwenda nikimsubiri Yesu, alafu unamkamata kimada mnaingia naye baa. Hapo unamsubiri shetani, sio Yesu. Kwa hiyo tunaposema ninakwenda nikimsubiri Yesu, hakikisha maisha yako yanamlingania Yesu. Maana atakapojitokeza, wakati parapanda itakapolia, wale watakatifu watakaokuwa wakimsubiri Yesu na kulitendea haki jina linaloitwa Advent au Waadventista, Seventh Day Adventist. Yaani unaweza ukawa ni msabato lakini si mgojaji. Na sifa kubwa tulionayo sisi ni wasabato, tunashika sabato lakini hatumngojei Kristo. Lile neno Adventisti halipo. Na mimi nimekuja kuambia tulirudishe hilo neno mahali pake. Bwana Yesu asifiwe. Ili tuwe tunamsubiri Yesu kweli kweli. Aliposhuka, wale ambao atakapokuja, wale ambao watakuwa hawamsubiri watakusanywa na malaika matita na watatupwa katika ziwa la moto. Na kama vile wengine walivyokuwa wakiliwa na umeme, wale wa dhambi watakao kuwa wapo lakini hawakutimiza haki yote, wao wakiona uso wa Bwana watakufa kusubiri mauti ya pili. Kwa hiyo sasa ile sikukuu ya upatanisho ilikuwa ni ya muhimu sana, kwa sababu
inatuandaa tuishi tukiwa tunamsubiri Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo sasa ndipo tunapoingia katika sehemu ya pili, ambayo ndio mada kuu ya somo la makambi katika mafundisho makuu mwaka huu. Na mada hiyo ninakwenda kuisoma kwako, alafu wewe utatafuta namna ya kumwomba Mungu akusaidie, Roho Mtakatifu aweze kukufundisha vizuri. Hebu tuangalie sasa katika namna ambavyo Yesu atakuja mara ya pili. Namna Yesu atakavyokuja mara ya pili. Anasema, tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamwona. Alafu ukiendelea mbele anasema hata wale waliomchoma, kila jicho litamwona. Kwa hiyo hata wewe utamwona. Labda uwe umefariki, alafu wewe ni mwovu, utasubiri kumwona katika mauti ya pili, na utamwona huku unahukumiwa kwenda jehanamu. Lakini kama atakuja mara ya pili, parapanda ya malaika italia, wafu watafufuliwa, watabadilishwa kufumba na kufumbua, na kupewa mwili mpya wa umilele. Walio hai watamwona, kufumba na kufumbua watabadilishwa, watapewa mwili wa umilele, nao watakwenda pamoja naye mbinguni. Ila wale waovu ambao wanakaa kucheza na dhambi, wao watasubiri jehanamu ya moto. Katika kitabu cha Ufunuo 1:7 anasema, tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamwona, na hao waliomchoma, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Ukishakuta mahali Biblia inasema amina, ujue hapo panahitaji uangalizi, kwa sababu lazima itokee. Swali langu la msingi leo, umeamkaje? Mpaka sasa umeshatenda dhambi ngapi? Je, una mpango gani wa kuacha dhambi ili uishi maisha ya kumsubiri Yesu kiukweli kweli? Napoenda kumalizia dakika zangu, anasema, nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba, nao watamtazama yeye ambaye walimchoma, nao watamwombolezea kama vile mtu amwombolezeavyo mwanawe wa pekee, nao wataona uchungu kwa ajili yake kama vile mtu aonavyo uchungu kwa ajili ya mzaliwa wake wa kwanza. Unapotenda dhambi, unajua Biblia ikiandika kitu wewe unakiangalia. Unapotenda dhambi, fikiria mtu mwenye mtoto mmoja wa pekee, alafu akafiwa. Huyo mtoto ni wa pekee, alafu akafa huyo mtoto. Ni uchungu gani atakaopata? Ndio uchungu utakaoupata wewe ambaye unashikamana na dhambi. Kitabu cha Zekaria 12 anayasema, wataona uchungu kwa ajili yake kama vile mtu aonavyo uchungu kwa ajili ya mzaliwa wake wa kwanza. Unaposoma kitabu cha Waebrania ile sura ya ni sura ya
10 fungu la 26 anasema, ukifanya dhambi makusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya ondoleo la dhambi, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha na moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Ni Roho Mtakatifu anaongea na wewe. Alafu nadhani Waebrania kama sio 6 fungu la 4 mpaka la 6, itakuwa ni 4, ila ni 6 fungu la 4 mpaka la 6, anasema maneno haya: kwa maana wao waliokwisha kupokea nuru kama sisi, wakaonja kipawa cha nguvu ya Roho Mtakatifu na kutenda dhambi, baada ya hapo hawapokei tena, haifai tena kuwafanya wawe upya, kwa maana wanamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili.